Kwaroko. Kwa sababu Kwaroko ndiye aliingia na wakorawara wengi. Wakahijack whole polling stations. Wabunge wetu wale walikuwa pale kina Kagusha na Wandeta wangekuwa hapo. Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Mambo yanazidi kuchemka kule Mbeere North. Tunaendelea kupata ripoti zaidi kuhusiana na nini ambacho kilitokea kwenye uchaguzi mdogo mwezi uliopita tarehe 27, ambapo ripoti zimekuwa zikisema ya kwamba viongozi wa UDA wakiwemo wabunge, mawaziri waliingilia kuhesabu kwa kura ama huo uchaguzi mdogo kule kwenye eneo bunge la Mbeere North. Na ni baada ya wao kutumia guns, kutumia maofisa wa polisi, waliweza kuhakikisha kwamba candidate kutoka kwenye upande wa UDA aliweza kushinda kwenye huo uchaguzi mdogo. Lakini swali kubwa ni je, watazamaji wangu, wakati haya mambo yote yanatokea, serikali inaingilia uchaguzi mpaka wanakuja na guns, wanakuja na maofisa wa polisi, viongozi wa United Opposition walikuwa wapi? Kwa sababu hatukuwaona viongozi wa United Opposition ndani ya hivi vituo vya kuhesabu kura ama vituo vya kupiga kura, isipokuwa tu party leader wa DP ambaye ni Justin Muturi ndio tulimuona akiwa anavutana na viongozi wengine wa UDA kwenye baadhi ya vituo vya kupiga kura. Lakini idadi kubwa ya viongozi wa United Opposition, watazamaji wangu, hawakuwa karibu kuonekana na hizo polling station, na pengine vile ambavyo wao walijitenga ama kuogopa kuingia kule ground, hivyo ndio waliwezesha wale viongozi wa UDA waweze kutumia nguvu zaidi na hata waweze kuhakikisha kwamba wamebadilisha ushindi na ukabandikwa kwa huyu candidate kutoka kwenye upande wa UDA, Leonard Wamuthende. Kabla ziendelea kuelimisha zaidi mtazamaji wangu na kuelimisha mambo ambayo yanaendelea kupangwa ili kupinga uchaguzi mdogo wa kule kwenye eneo bunge la Mbeere North, ningependa kukuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, William Samoei Ruto pamoja na candidate wake kutoka kule kwenye eneo bunge la Mbeere North sasa hivi wapo taabani, kwa sababu mipango ambayo inapangwa na United Opposition ni kuhakikisha kwamba wameupinga huo ushindi wa Leonard Wamuthende na kuhakikisha kwamba haki inapatikana, kwa sababu mpaka sasa hivi hatujui ni kwa nini IEBC ipo kimya, kwani IEBC na serikali ya Kenya Kwanza wako kimoja, kwa sababu matukio ambayo yalitendeka kule Mbeere North pamoja na kule Malava ilikuwa ni ushahidi wa kutosha huo uchaguzi uweze kurudiwa, kwa sababu ni uchaguzi ambao ulifanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni ya ghasia na fujo, na hizo ghasia zilichochewa pakubwa na UDA, zilichochewa pakubwa na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini IEBC, watazamaji wangu, haikufanya hivyo, haikutupilia mbali uchaguzi wa kule Mbeere North pamoja na kule Malava. Waliendelea na kuwatangaza hao viongozi wa UDA licha na kuwa walikuwa wameona kabisa huo uchaguzi ulifanyika kwa njia ambayo haikuwa ya haki na usawa. Kuna ujumbe mtazamaji wangu kutoka pale ground kuhusiana na nini ambacho kiliweza kutendeka pale tarehe 27 kwenye huo uchaguzi mdogo. UDA ilifanya vipi? Ikatumia maofisa wa polisi, ikatumia guns ili kuvuruga huo uchaguzi. Hebu sikiza ujumbe mtazamaji wangu kutoka kwa huyu kiongozi kutoka kwenye upande wa United Opposition akizungumzia, akielezea ni matukio gani ambayo yalisababisha UDA ikaibuka washindi. Kabla sijakuwekea ujumbe mtazamaji, nakumbusha tena uweze kulike video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapo zitapisha. Manage uchaguzi, alafu sisi ambao tuko mashinani, tuko kwa ground, tunawaambia tunaibiwa, mnasema tutume evidence, mkuu kwa mahoteli mnakunywa chai na mandazi hapo, wengine wanakunywa pombe. Hapo mlituangusha. Unajua ni vizuri niongee ile maneno, pengine Rigiji hakujua pengine, kwa sababu yeye alituacha huko wiki mzima tupange kazi na tulimwaibisha na tulimwangusha. Let me say here, kama DCP ni sala tu kuwa na candidate hapo, alikuwa wa DP, but we had gone there to adopt him, tumsaidie kama one of the principles in the opposition, tumsaidie shinde uchaguzi. Lakini sisi ambao tuliachwa hapo tu manage uchaguzi, hasa hawa ambao nimetaja walikuwa wamesimamia, nyinyi ndio mlitutia aibu. Rigathi alifanya kazi yake, akatoa pesa yake, akatoa muda yake. Wiki mbili hakuwa kwa Dorcas, alikuwa analala hapo Mbeere North. Anaamuka asubuhi, anaenda door to door, anaongea na wananchi. Watu wote wakasema one time na mambo yote ikakuwa sawa. Lakini Rigiji akitoka hapo akamwambia make sure you translate what you have done into votes. Akamwambia vitu mbili mtafanya, mobilization and making sure that you are getting the votes. Those were the instructions from Rigathi Gachagua. Lakini wale aliachia hapo. Mimi leo hii niko na uchungu, kwa sababu tulikuwa tunawaambia tunaibiwa, hakuna kitu walikuwa wanafanya. No, ndio walikuwa in charge wa tuber enforcement. Wao ndio walikuwa overall.
Tukiona mahali iko shida imetokelezea tunawaambia. Kuliko watume msaada. Wao wameketi kwa na mandazi wanatuambia utuma video. Sijui utuma picha. Ati kijana msafi accompany your statement with evidence so that we can send you enforcement. Mimi ni mtu wa wanda, mnawaambia tunaibua uchaguzi na watu wa tutam, mnaniambia nitume evidence. Kwani nyinyi mlikuwa wa tutam? Kwani nyinyi mlikuwa mmelipwa? Ni vizuri tuambie Wakenya ukweli. Wale walituangusha. Na ni vizuri niseme hapa, particularly those elected MPs and senators wale tulikuwa nao pale. Zile polling stations walikuwa wamepatiwa. Kuhakikisha kwamba wamemanage, wamedeliver, walishindwa zote. Kagushia hakushinda polling station yake. Medho hakushinda. Karongo atalitoroka Wednesday. Siku tunapiga uchaguzi Thursday huko Karongo hakuna mahali anapatikana. Alitoroka Wednesday. Hao viongozi wote mimi I expected kwa sababu hii katika desturi ya by elections mimi vile nimezoea kama vile kulikuwa kwa Wanjiko kina Rigathi walikamp huko mpaka wakadeliver kazi. I expected on the material day tukiona Ishongwa ako a certain polling station hata Medho ako hapo because those are the equals. Tukiona Eric Wamombi ako a certain polling station na yeye Wandeto ako hapo. Lakini wale wabunge ambao wamechaguliwa tulikuwa nao hakuna hata mmoja alikanyaga ground. Waliachilia wajumbe wa tutam wakaenda kukoroga, wakapiga agent wetu, wakafanya ukora yote wakaiba. Waliiba wabunge wetu wenye wamechaguliwa wakiwa wapi? The only member of parliament who is sitting, who delivered his polling stations, both of them akapiga wa Muthende Square, was George Koimburi. Na ni vizuri nisemee hapa. Koimburi mahali yako mbunge wa Juja. Ni vizuri nikupongeza. Hata watu wengine wakikosa kukupongeza nitakupongeza. You are only the sitting MPs who delivered his polling station. You manage the polling station very well. Siku uliingia pale mbele Northern Monday. Haukwenda kwa chai na mandazi, haukwenda kwa pombe. Uliingia kwa ground. Zile polling station ulikuwa umeambiwa uhakisha kwamba umedeliver na Rigiji. Ukaingia kwa timu yako. Mkapanga. Siku ya uchaguzi mkapiga wa Muthende 10-0. You delivered. Hao wengine wote chai na mandazi hawakupatikana katika ground. Hata kama mnasimamia uchaguzi. Nyinyi mnasimamia uchaguzi mkuu mahali umeketi chini kazi yenu kupiga simu. Wakati watu wale wengine wako kule ndani wanafanya ukora. Eric Wamombi akichokora, Karongo ndiye angekuwa hapo. To counter attack. He's equal. Kimani Ichung'wah akikoroka kule kwingine, mtu kama Wanjiko Muhia ama whoever angekuwa hapo. Mtu kama Waroko, kwa sababu Waroko ndiye aliingia na wakora wale wengi. Wakahijack whole polling stations. Wabunge wetu wale walikuwa pale kina Kagusha na Wandeto wangekuwa hapo. Lakini kama wabunge ambao wamechaguliwa waliogopa. Hawakuonekana mahali waliogopa. Wengine wakatoroka kama kina Karongo a day before wakatoroka. Wale wengine walibaki chai na mandazi hapo the whole day hawakwenda kwa polling stations. Kama wabunge wamechaguliwa wameogopa na wale wengine je mlikuwa mnatarajia tufanya nini? Mtu mwingine nataka nipongeze hapa ni Wanaina Jango. Tulifanya patrol the whole day until the whole night. Tukiwa na Wainaina wa Jango and his team. Tukazunguka katika polling stations. Mpaka mahali ambapo Roku waliibia kura. Mahali tulikuwa tunaambia kina Medho wanatuambia tumeni evidence. Agent wetu wamevurushwa nje. Box ya ballot papers imebebwa imewekwa katika gari ya polisi. Imetolewa katika polling station bila kuhesabiwa. Inapelekwa Tallying Center. Mimi na Mheshimiwa Jango and his team tukaifuata usiku. Kufika Chicago tunapata wakora zaidi ya 500 wako na miti ya majembe. Na ni vizuri niambie William Ruto. Wale wakora ulikuwa umetengeneza pale Chicago, wakora 500 tukapata hapo na miti ya majembe. Wakazuia sisi kuingia. Lakini kwa sababu sisi si wahoga, tukasema kama mbaya. Na mtazamaji, natumai umeweza kusikiza huo ujumbe vizuri. Huyo ni kiongozi kutoka kwenye upande wa United Opposition akielezea ni matukio gani ambayo yalitendeka hiyo siku ya uchaguzi. Kwa sababu kulingana na huyu kiongozi, mtazamaji wangu, anasema ya kwamba walianza kuona dalili za wizi kuanzia asubuhi na ni jambo ambalo wangeweza kulizuia. Endapo viongozi wa United Opposition wangejitokeza kwenye hizo polling station, basi wao wangeweza kuwasaidia wale wananchi kukabiliana na hao wengine wa UDA ambao walikuwa wameanza kuwazidi nguvu mpaka wanakuja na maofisa wa polisi. Kwa kweli watazamaji wangu, Mbeere North yule kiongozi kutoka kwenye upande wa DCP ama kiongozi kutoka kwenye upande wa United Opposition, yeye ndio alikuwa anaonekana atakuwa mshindi na wananchi walikuwa wamesimama na yeye, lakini UDA iliingia pale ikaanza kuwaonga wananchi, ikaanza kuleta ballot boxes ambazo zimekuwa marked, zimepigiwa kura. So unaona watazamaji wangu, wakati ya mambo yote yanatokea, wale viongozi wa
United Opposition hawakuonekana kusimama na Justin Muturi kuhakikisha kwamba zile kura zake zimeweza kulindwa. Na kwa mimi hapo watazamaji wangu, lakini sijui kama mnaona kweli the United Opposition itafaulu katika hii petition ambayo inaipeleka kule mahakamani ili kupinga uchaguzi wa kule Malava pamoja na uchaguzi mdogo wa kule Mbeere North. Kwa maoni yako mtazamaji wangu, unaona kweli kina Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka watafaulu katika hiyo kesi ambayo anataka kwenda kuipetition kule kwenye bunge, ambayo anataka kwenda kuipetition kwenye mahakama? Na je, kweli wako na ushahidi wa kutosha kuhusiana na matukio ambayo yalitendeka kule Mbeere North pamoja na kule Malava? Mengine sisi tulijionea kwa macho wakati goons waliingilia uchaguzi, wakaribu mali, wakachoma magari, lakini kuna mengine ya kindani kama vile wizi wa kura ambayo sisi hatukuweza kuyaona. Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla sijamalizia ningependa kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msana bali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.